tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuadhimisha miaka 61 ya muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar ambao uliasisiwa mwaka 1964. Waasisi wa muungano wetu leo hayati Julius Kambarage Nyerere na hayati Abeid Amani Karume waliwasisi muungano wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa malengo maalum. Lengo ni kuwaunganisha wananchi. Lengo ni kuunganisha uchumi. Lengo ni kuunganisha jamii. Wakati ule nchi zetu hizi zilikuwa na changamoto kubwa. Ndio kwanza Zanzibar tulikuwa tumepata uhuru kutoka kwa wakoloni Januari 12, 1964. Lakini kabla yake Tanganyika nayo ilikuwa imepata uhuru kutoka kwa wakoloni. Ikaonekana haja kwa kuwa bado wakoloni walikuwepo, ili nchi yetu iendelee kuwa imara, ni vyema kuziunganisha nchi zetu hizi mbili, Tanganyika na Zanzibar, na baadaye kupata jina moja linaloitwa Tanzania ambayo tunayo hadi leo. Lakini muungano una tunu zake. Tukiendelea kuadhimisha miaka 61 ya muungano, zipo tunu tunazojivunia kama Watanzania. Moja kati ya tunu kubwa ni amani na utulivu ambao tunao kwa miaka yote 61. Mbali na hila mbalimbali za mabeberu na mbinu mbalimbali wanazozifanya, lakini bado Tanzania imeendelea kuwa kisiwa cha amani, na tuwashukuru viongozi wetu wote ambao wamepita kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuidumisha tunu hii ya amani. Lakini ndani ya maagano ya muungano ule ni kufanya nchi zetu ziwe zinaendelea. Leo Watanzania ni mashahidi ya maendeleo makubwa ambayo yanapatikana kwenye nyanja zote za uchumi, jamii na pia kwenye siasa. Tanzania hoyi! Muungano hoyi! Hapa naomba tuwashukuru viongozi wetu wanaotusimamia. Tuwashukuru na tuwapongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini tumshukuru pia na tumpongeze Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa namna wanavyosimamia muungano wetu huu. Tuwapongeze kwa makofi. Ndugu wananchi, wilaya ya Micheweni leo tumeamua kuadhimisha siku hii ambayo kesho ndio kilele chake, tarehe 26. Sisi tumesema leo tarehe 25 tufanye shughuli ya usafi kwenye hospitali yetu hii ya wilaya hapa Micheweni. Napenda niwapongeze kwa dhati kwa namna ambavyo mmeweza kujitoa na kufanya usafi katika eneo hili. Hongereni sana. Usafi ni afya, usafi ni maendeleo, usafi ni uchumi, lakini usafi ndio jamii yetu na ndio hulka yetu tunavyotakiwa wanadamu. Tuendelee kudumisha jambo hili la usafi hata baada ya leo. Maana hapo tulipo tupo na watu wenye changamoto mbalimbali za kiafya. Inawezekana baadhi yao changamoto yao inatokana na suala la usafi. Kwa hiyo tujitahidi kusimamia usafi kwenye maeneo yetu. Viongozi mbalimbali tupo hapa, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa masheha na wananchi kwa umoja wetu. Tuendelee kufanya usafi kwenye mitaa yetu na vichochoro vya mitaa yetu kila muda, ili tuweze kuwa na afya njema. Lakini kubwa zaidi, kama nilivyosema awali, naomba tuendelee kudumisha muungano. Tuendelee kudumisha amani tuliyonayo. Kama tunavyofahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwezi Oktoba tutashiriki kwenye uchaguzi wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi
na madiwani. Kwa hivyo wito wangu kwenu ni kuweza kushiriki kwenye uchaguzi kwa njia ya amani. Tusishawishike wala tusije tukashawishiwa na viongozi ambao hawaitakii mema nchi yetu. Nchi yetu ni amani, kila mtu anafanya shughuli yake kwa amani. Tunaendelea alhamdulillah, sekta ya elimu zinakwenda na sekta nyingine zinakwenda. Na kwa namna ya kipekee niwapongeze marais wetu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi, kwa namna ambavyo wilaya ya Micheweni leo ipo na maendeleo makubwa. Dr. Mwinyi oye! Dr. Mwinyi oye! Lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo maendeleo makubwa yamekuwa yakipatikana kwenye nchi yetu. Mimi napenda niseme jambo letu kubwa ni kujitolea, tuwe na mioyo ya kujitolea na kutunza amani.